kuna kitu original, kuna kitu fake. Kuna kuku wa kisasa na kuku wa kienyeji. Kuna ng'ombe wa kisasa na ng'ombe wa kienyeji. Kuna vitasa vya milango original, kuna vitasa fake. Na wanakuambia kabisa bei yake hii 800,000, ila hii hapa ambaye ni fake unapata kwa 300,000. Lakini ni fake. Kwa kama kuna watungaji original, kuna watungaji fake ambayo sio original. Amina. Yaani wadanganyifu. Ndio. Ambao sio waaminifu. Wanaomtumikia Mungu kwa lengo la kujaza matumbo yao. Wanatafutia tumbo na umaarufu. Nunua magari ya kifahari na manyumba ya kifahari. Hakuna neno kuwa na nyumba nzuri na magari mazuri, hakuna neno. Lakini upewe kihalali na Mungu. Kihalali. Na ukiwa na subira, Mungu anakupatia. Amina. Ndio mmoja aseme amen. Kwa sasa tunavyoongea hapa mimi na wewe, wale kama wewe ni mchungaji original au mshirika original uliyesimama imara, hata majirani zako baadhi hawakusalimia. Majirani, nakwambia kuna baadhi ya walokole wenzako hawatakusalimia kanisani hapa. Maana mtu vuguvugu hampendi mtu wa moto. Hamtaki. Huyu ukiona anasema huyu anajifanya wa kiroho, huyu anajifanya wa kiroho, anajifanya mchungaji mwingine kanisani hapa. Hajifanyi. Ameamua ya kuwa nitampendeza Mungu. Ameamua. Na maisha ni maamuzi. Ndio mmoja aseme amen. Kama sisi wengine, mimi nimepaka nadhiri zamani nikiwa kijana, nimeokoka nikiwa kijana. Nimemwambia Mungu, siku kiona nataka kubadilika, kukuacha au kutenda dhambi, naomba uniue, unirudishe nyumbani. Nimeweka zamani hiyo nadhiri. Na sitangui, nimeshamwambia Mungu, kiona tunawaza tukenda kukukosea, nichukue haraka kabla sijakukosea. Mimi siwezi kukaa kuzimu. Nimekubali kwamba nataka niingie mbinguni siku moja. Na nimeamua. Sawa. Kama kuna vitu original, kuna vitu fake. Ndio. Wachungaji wa kweli, hata washirika wao wanaowachunga watoto wao wanawachukia. Na wanawadharau. Ndio maana leo ukitaka kujua ninachokuambia, mchungaji original kutembelewa, yani mshirika aende kumtembelea mchungaji wake, ni kibarua kizito. Kibarua. Nienda nikafanyaje? Achana na mama mchungaji. Kwenda kwa mchungaji kila saa unajikomba komba. Ni zamani mchungaji anajua tuliokoka miaka hiyo. Viatu vya mchungaji yani vijana waishi. Kuna vijana wamekuja, kuna mabito wanakuja wanamsaidia mchungaji kupika, kuna wengine wana deki, kuna wengine wanafuta viatu vya mchungaji, nipe hizo nguo, wanafua. Sasa hivi inabidi tupeleke nguo dry cleaner. Hamna mtu akufua. Na mimi na mke wangu tumezeeka wote. Huwezi kumwambia mtu mzee nifulie, hebu fua hizo marumbesa manguo yamefika hapa. Namwambia afue. Na mmezeeka wote wawili. Kama mimi nimekata sileda bolti na yeye amekata, tumekata wote. Na sijaoa mtumwa, nimeoa msaidizi, sijaoa mtumwa. Kwa hiyo huwa naita bodaboda, peleke hizo nguo pale, wafue, wapasi, walete. Maana washirika wakanyagi. Maana nikisimama Jumapili, injili inasimamishwa. Injili kamili. Na hamna utani. Mtu mmoja aseme amen. Nikakelele sema amen. Sema tena amen. Mchungaji na muumini original, mwanafunzi wa Yesu original, lazima ajue wakati anapotengwa na watu ambao hawajasimama kwenye imani, ajue ya kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu aliye hai. Kitu cha ovyo ovyo hakipigwi vita. Ukiona una vita, wewe sio mtu wa kawaida. Wewe ni jitu. Na mtu ovyo ovyo hapigwi vita, maana ana nini? Anapigiwa vita nini? Ana nini?
Kopo linalotembea, kopo linatembea hivi. Nani anapiga? Unaona makopo ya maji yakisha maji, mtu anapiga teke hivi barabarani, anapiga teke. Lakini kama lina maji, kama anakiwa ataokota ile maji, kama ni hajafunguliwa atakunywa ile maji. Apigi teke maji, maana ina chakula hiyo maji. Maji ni chakula. Apigi teke, lakini kopo tupu linapigwa teke. Ukiona unapigwa vita, hata kama ni kwenye kwaya, hata kama ni kanisani, watu wakupendi, wanakuchukia. Mradi unajua uko straight, furahia kwa sababu wewe sio mtu wa kawaida. Wewe ni mtumishi wa Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amen. Nimebahatika kutembea. Kuna kanisa la kiroho kama hili hapa. Unakuta hapo mbele, tuseme kama tuseme mpaka kwenye lami pale, kuna kituo kinaitwa, kuna hivi vinaitwa kituo cha maombezi. Lile kanisa ambalo mimi naendesha semina la kweli kama lile la kwetu hapa. Maana jana nimekuambia na juzi, moja ya makanisa ya kweli Tanzania ambalo bado liko hai kiroho, hata serikali inajua, ni kanisa la EAGT. Bado hakujambo. Amen. Na hata wachungaji wetu bado hawajambo. Amen. Ndio mmoja aseme amen. Amen. Washirika wanaokwenda pale kwenye hicho kituo inaitwa kituo cha maombezi ni maelfu, na hapa wanakuja watu wachache, maana njia ile ni nyembamba iendayo uzima, na njia pana ni pana iendayo upotevuni. Amina. Mathayo 24. Mathayo 24. Mathayo 24. Mathayo 24. Twende nisome mistari michache pale, nikupeleke kipengele kingine. Kwa nini uende kwa mchungaji wako na umeokoka? Umtembelee mchungaji wako. Unakaa mwezi mzima, wengine hata mko hapa hata namba ya mchungaji hauna. Na unajidai kule barabarani Kariakoo. Mchungaji wangu anaitwa Leza. Mchungaji gani ambaye una kanabaki? Umtembelee mchungaji. Una adabu, umejaa mapembe, una kichwa kisa umepata shilingi 20 ya kula. Kichwa kimejaa shilingi 20. Ukipewa bilioni 1, wewe si tutakusikia tu kwamba sasa hivi unaelekea kuzimu. Bado utaogopa wewe? Una shilingi 40 ya kununua mandazi na mkate wa 200. Tayari mapembe yameota. Hata mchungaji umsalimii tena, na ndiye amekuombea. Umekuja kanisani na lapa jekundu mkuu lapa nyeupe. Leo umepata katumbo kwa wanaanza kuja, na yenyewe ni ugonjwa safura umeanza. Maana vitamini ni safura, ni magonjwa safura. Punguza vyakula vya kovyo. Vitambi vingi wala sio vitambi. Angalia vitambi original. Vitambi original lazima miguu yenyewe imenenepa na kila mahali. Lakini ukiona kitambi miguu imempamba, ujue ile ni safura. Mtu tumbo iko hapa kiliba tumbo, lakini miguu kata ni kwembamba kama hivi. Mgonjwa yule ana safura, utapia mlo. Wewe. Mgonjwa kitambi inaingia kwenye figo kama ni original. Figo ndio zinajaa mafuta, ndio inatembea hapa. Na yenyewe ni ugonjwa. Usipodhibiti unakwenda mapema. Mahali pema peponi. Maana masukari yote yanapenda magonjwa hayo. Sukari inapenda mafuta. Pressure. Yaani sukari na pressure ni ndugu, mtu na dada yake. Mdogo mtu na mkubwa mtu. Zinakujaga zote. Zinafatana, kidonda vya tumbo, sijui nini, na hema siyemi vizuri, na koroma, ujalala na mtu mwenye kitambi, usikuona na koroma, unasikia, kwa unasema, nikalala sebuleni jamani, hapa sitalala usiku, unasikia kabisa, hapa huko, tulilala conference moja Nairobi, kwa tungaji wale wa Kenya, wale tumbo liko hapo, unasikia, nikasema, hapa hamna kulala hapa inabidi tukahama, tukaenda kulala kwenye hema nje. Yaani mtu unasema ni mtu ni mnyama. Na mdomo amefungua wote, unasikia ndio amelala. Yaani yale mafuta yanataka kuziba hewa. Ndio maana mtu mnene sana haugui, ni taa. Koroboi. Umeshatumia koroboi kijijini?
kijiji amezaliwa hapa. Unajua Koroboi ile ilikuwa na watu na mama. Kwa mama wa zamani anawacha hivi anaweka mbele ya kitanda wakati wa kulala anafanya yaani kama mafuta yanaziba mishipa na ile ya hewa ambalo linatakiwa litoe hewa vizuri. Ndio maana serikali na hata madaktari wanafundisha watu hasa waliookoka, na sisi tunawaambia wachungaji, tunawachunga roho na mwili. Punguza vyakula vya mafuta, hata kula kama nguruwe pori, kula kwa kiasi. Wewe ni nguruwe? Hakuna. Unakula masaa yote, unakula mara 8 kwa siku. Huyu maji, unajua talita moja umekula ugali mara 3 na nyama. Kuku wamepangwa barabarani wanapigwa moshi ya magari. Nifungie huo mguu hapa. Unakula moshi wa magari. Una adabu. Si kuku kachinja ule mwenyewe nyumbani. Una mke. Kama una mke, nani amekwambia usioe? Siweleke jini kama hujaoa. Siweleke jini. Kuku kachinja nyumbani na kama hujaoa, tuichinje mwenyewe uchemshe ule. Unakula mapigo yamepuliziwa moshi wa magari barabarani. Nipe hiyo parachichi. Ujui kari yako. Tuende sokoni. Masamaki ya barabara. Nenda sokoni nunua samaki kwenye friji fresh. Njoo kata vitu. Sasa hivi mama unajua hawawezi hizo kazi. Maana makucha yamebandikwa, rangi za kucha zimewekwa. Makucha yako hapa kama nunguri. Utakata samaki kweli. Unabandika makucha, unakuwa kama mtu anatembea fikiri chini sio chini. Ibilisi sio ibilisi. Kibwengo sio kibwengo. Unajua hili kibwengo ni mtu huyo au ni kibwengo? Mke wa mtu utamfulia mwa makucha hapa. Ndio maana ndio kibovu. Mwanaume anataka heshima. Mwanaume anataka heshima. Mwanaume anataka apitiwe siku nyingine na mke wake. Wewe na wasichana tu, wewe leta chakula cha baba. Wewe leta nguo za baba. Paka nguo za ndani sana nafua. Nguo za ndani. Baba kifeli, mchungaji, huyu mzee wako kanisa ni shetani. Shetani ni wewe. Uliolewa ya nini? Tunge lako. Wewe. Mwanaume anataka akae aone anakula chakula chako. Mama zetu, mama alitupikia mpaka akafikia anatembea hivi. Mama anapika. Na muone hivi mama anapika. Na uzee 75. Mama alikuwa anapika, tunakula wote, tumezaliwa 9. Na wawili wameshaolewa na yule mbaba yuko alikuwa anakula. Mama anapika mwenyewe. Na hiyo ndio msaidi. Wasichana wale watoto wadogo miaka 20, 22, miaka 30. Nimechoka. Kwenu usiolewe haina. Kuna wakati mama mchungaji wangu analala wiki kanisani siku 7. Mama yule muombaji balaa akirudi naambia nipikie chakula. Baba nimechoka na mnaiko kwa kweli baba ukituki. Mwache huyu na nini? Mtoto nimesema sijaoa huyu mtoto. Nipikie chakula kimalizo kalale. Sasa na tukajua na watu ambao wanajua kuja wapi. Kuja upigwe na kibweno. Kaja kutembea na laptop, sijui laptop simu kubwa. Eti nimesoma, nimechoka kama wewe. Umetoka. Kaa kwetu usiole, umesoma, sugai wewe. Kaa kwenye nyumba lako lipangishe, kaa huko mwenyewe. Mwanamke, mwanaume asipooa ni kiwete. Lazima uoe, lazima uolewe. Yaani lazima. Hata ungekuwa rais wa Tanzania utaolewa. Usipoolewa unakuwa kigutu. Amina. Wanaume wanasema wanawake sasa wanaharibika sana. Wewe ni mzuri. Eti wanawake wajeuri, wewe ni mwema. Si Mungu mwenyewe anavumilia hata wewe mwenyewe shetani. Mungu anavumilia. Eti wanawake sasa si wazuri, wanasema wanaharibika. Wewe ni mzuri. Ulitaka Mungu akupe mke mzuri ili umnyanyase. Anakupa pilipili ili ukae kwenye reli. Uje uombe, ulie mchungaji. Naomba maombi baba mchungaji, mke wangu ni hatari. Ndio, Mungu anataka ulie. Ushike adabu. Piga makofi kwa ajili ya kina mama wazuri. Unafukuziwa kwenye mambo mpaka utaomba. Utasika adabu, utakoroga ugali, utafagia, utaufua nguo nepi za watoto, makofi 6 kuelekea kazini, 6 ya kurudia, 6 ya kulalia. Jumla 9. Sasa ujasika adabu bado utakuja kulia hapa mwenyewe.
Unampikia mwanaume ndio mpaka unyenyekee. Mathayo 24. Mathayo 24. Mke wangu tulipita jangwani, nilipitia mateso ya kutosha, naenda kwetu, usinisumbue, usinitishe, naondoka. Kwani nini? Ndakuvuruga baba, mpaka utashika na kumwambia nivuruge tu, amna shida. Nivuruge. Ndakuvuruga na ndahakikisha hilo kanisa nimelivuruga, nikwambia vuruga mke wangu, mna neno. Vurugu mechi zipo. Hiyo ni kawaida duniani, ni vurugu mechi. Twende mama. Mwisho wa siku mambo yameenda, nikaanza maombi ya mlima Sakila. Mambo yameenda, nikangangana kwenye maombi, nikamnyoosha kwenye maombi. Nikamwambia Roho Mtakatifu, kata kisebusebu kinachomtumbua huyu mama. Kwenye naye Roho Mtakatifu akakata kile kilimi. Sasa hivi safi. Naenda wananena baba, Mungu akutangulie na kuombea mume wangu. Jamani mume wangu, hata nikikuacha hela, nenda baba. Haleluya mume wangu, Mungu akutumie. Silinda bolti imekatika. Nimemwambia Roho Mtakatifu, kata silinda bolti baba. Hii nati ilipotoka hii data nitumbua huyu. Nati kaka. Mtu mmoja aseme amen. Mathayo 24. Naomba tusome pale alafu twende kipengele kingine. Mathayo 24 nasema mstari wa 9. Naomba nisome hapa. Anasema, wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina la Yesu. Lazima mtu aliyeokoka awe na msimamo kamili ya kuwa ameokoka, na usitetereke na usiogope kuchukiwa, kutengwa, kudharauliwa. Hujaanza wewe, walianza manabii waliokutangulia. Simama imara. Usiache neema, usiache imani, usiache kanisa eti unachukiwa. Ukichukiwa, wale wanaokuchukia watatangulia kufa, watakuacha. Simama imara. Kawaida kabisa mtu akiokoka akisimama lazima achukiwe. Ni kawaida. Ndio mmoja aseme amen. Amen. Kuna mahali anasema kwenye Mathayo, nadhani Mathayo 6 kama sijakosea, anasema na wakati ambapo anasema watu watakapokuwa wanawashutumu na kuwatukana na kuwadharau kwa ajili ya jina langu, furahini, kwa sababu ndivyo alivyowafanyia manabii waliowatangulia. Leo tuna watu ambao wameokoka leo inawezekana huko unanisikiliza leo, lakini wanaogopa vita. Mtu anahama kanisa maana msengenyi na mwenzake. Mtu anahama kanisa maana mwenzake amsalimii. Anahama kanisa anatafuta kanisa lingine. Mtu anahama kanisa anasema mimi naona kama vile yule fulani yule atuelewani, ngoja mimi niondoke kanisani. Wakati hujawahi kupitia mambo ya ajabu, hujawahi kukutana na mitihani. Kuchukiwa ni kawaida. Hata nyumbani kwako mnaweza mkachukiana. Amen. Mtu mmoja aseme amen. Amen. Piga kelele sema amen. Amen. Kelele sema amen. Sema tena amen. Mwaka 2007 87 90 sio 77 97, wakati wanatairiwa Makorianga, Wamasai wanafahamu, tukawindwa tukakamatwa vijana 6 ambao tulikuwa tumeokoka. Tulikuwa tunahubiri mahali nani ile wanaita outreach. Tunasimama mahali tunasimamisha speaker, tunahubiri ile injili ya mitaani. Wakatuvamia, tukakamatwa, tulikuwa 6. Tukatandikwa kuanzia saa 7 mchana mpaka saa 7 usiku. Ilipofika saa 7 tukapelekwa Majengo, inaitwa NRI. Chungaji anajua pale Tanapo kija Arusha,
Una sehemu inaitwa Tanapa, unaenda Monduli, una Tanapa. Hilo lipori linaitwa Elerai. Elerai maana yake makao ya mapepo ya Kimasai ya tohara. Ndio tafsiri yake. Kwa wale Waswahili ili ujue Elerai. Tukaingizwa mle. Ilipofika saa 7 tukaambiwa kila mtu, tunapelekwa moja moja, kila mtu amkeme Yesu. Yaani ufanye Yesu tu. Mila mimi ndo wa kwanza kupelekwa na nilikuwa shemasi kanisani, na mimi ndio kiongozi wale wengine wote. Mimi ndio nilikuwa bosi wao wale 6. Nikawaangalia usoni kama hizo nilivyoangalia wanafunzi wote, nikawaangalia nikamwambia, "Ole wenu, mmoja wenu akane, mtashika adabu. Mimi natangulia na niko imara na nyie mwe imara. Atakayekana mimi ndio nitamchinja kwa mikono yangu." Uweze kumkana Yesu. Nikawatizama, nikawapiga jicho, nikaondoka. Nikapelekwa, wameleta damu ya ng'ombe kwenye galoni. Wameweka sime. Ile damu inafanya hivyo. Anasema kuna vijana wametoka Ngaramtoni, wale pale tumechinja 4 tayari. Wewe ni 5. Walikuwa wananiita mwinjilisti. Nikamwambia, "Mimi ni 5 kuchinjwa." Akasema, "Ndio, ule lego nani?" Nikamwambia, "Niko tayari." Nilale wapi? Ile mnikiti. Nilalie wapi? Nilale hapa. Akasema, "Njoo hapa, lala hapa." Nikalala kale. Nikafunga macho. Nikamwambia, "Bwana Yesu, pokea roho yangu. Nashukuru unapewa lift ya kuja nyumbani. Pokea roho." Nikalala, nikafunga macho dakika 10, dakika 20, nikafungua. Wanajadiliana kule. Wanasema, "Mbona huyu anamaanisha hivi huyu? Mbona ni jasiri hivi huyu?" Wanaongea kwa Kimasai na mimi nasikia. Nikaamka nikakaa, nikawaambia, wewe mzee, njoo unichinje, muda unaenda. Njoo unichinje, kuna watu wengine 5 kule uje umalize na hao. Fanya haraka." Ule mzee anaitwa Menyela Jokle Gonani akaja kaniuliza, "Hivi wewe umeamua?" Ananiuliza kwa Kimasai, "Umeamua kuchinja?" Nikamwambia, "Ndio, nimeamua." Hapa nilipo nikikufungulia hapa mgongoni kama ningekuwa naweza nikuonyeshe huku kote kuna fimbo za kutosha, mikirizi, tumetandikwa makamasi. Tulitembea makamasi, yale makamasi mtu anapenda na walezi wana makamasi hata walezi. Yaani anakutemea na tukanyamaza kimya na bado Yesu ni Bwana. Yaani moyoni nasema Yesu ni mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, jemedari wa majemedari, kamanda wa jeshi, hodari wa vita, Alfa na Omega. Hakuna kama wewe. Moyoni. Akasema hivi ndio nilikuwa nimeamua nichinje, nimeshatandika kwa kutosha hapa, yenyewe nimeshatoka, nina njaa, hatujala, bado mmenitandika huko kote, nina vidonda. Naomba mnimalizie nirudi nyumbani, acha kunichelewesha. Nikatolewa, nikafichwa mahali. Nikakuta wenzangu wa Ngaramtoni wamefichwa. Akaletwa mwingine wale wa kundi langu. Akaona sime, akataka, akakumbuka macho yangu, alikuja kujishuhudia. Akakumbuka nilipomwangalia, akataka kusema hapana, mimi nilikuwa na wafatafata hawa, mimi sijaokoka. Akakumbuka, akarudi nyuma. Akasema, "Niko tayari." Haya, lala hapa. Kalala kama mimi. Tukaisha wote 6. Wote tukavuka. Wote tukasema Yesu ni Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme. Wamasai tulitandikwa na hatujamkana Yesu. Wewe unadharauliwa, unachukiwa katika kunama kanisa. Wewe ni mwewe. Bongo lala, unatembeza makamasi, una hata mtu wake. Wala Mungu mjiwe. Unatembeza boga lako la kiangazi tu, ujijo tu. Wewe unakutana majaribu wewe. Unatandikwa saa 7 mpaka saa 7 usiku na unkani Yesu. Nani anaweza leo? Yule wa mwisho wa kundeleza kabla kuna kutahiri mara ya pili. Akasema, "Niko tayari." Akavua suruale, akavua nguo ndani, akasema, "Nitahiri." Niko tayari, nimesema nitahiri. Niko tayari. Na kundi letu wote hao wote ni wachungaji, wote ni wachungaji. Wamefungua wote. Wachungaji wakubwa. Wa EGT. Mtu mmoja aseme amen. Akasema, "Nitahiriwaga, lete Kristo kata." Shetani anakutishia nyao na makanisa. Unatangatanga na makanisa nyao. Eti yule mama anisalimie, mke wangu ananisumbua. Lazima akusumbue ili ushike adabu. Ili uombe,
unagurura barabarani uombe kazi yako kwa magorofa ya wanaume. Wewe una nini? Wewe una nini wewe? Unatoka magorofa ya una nini wewe? Si uje ungangani Mungu akupe hapa? Amen. Nani kakwambia kuokoka ni umaskini? Ni shetani anakudanganya kwenye betri zako. Ukiokoka unakuwa tajiri namba 1 duniani. Namba 1. Kwa nini? Dunia na vitu na vyote vilivyojaa ni mali ya nani? Sasa si una imani? Ndio. Una imani, unatangatanga, unaomba, unaregea. Unaomba, unaregea. Simamia kucha. Sema nimesema Baba, nipe hela, nikutumikie nazo, nifanyie kazi yako na nyuma sirejee. Simamia kucha na atakupa. Amina. Ndio mmoja aseme amen. Sema tena amen. Kama umtembelee mchungaji wako nyumbani mara kwa mara, wewe ni mshirikina. Unaloga. Nimesema jana msiyempenda kaja. Na nitakuwepo hapa mpaka Jumapili. Siondoke kabla ya hapo, na siondoke hata Jumatatu, naondoka Jumanne. Naenda Chamani. Yule kijana yule pale nakaa kwa kule mzee na mke wake watumishi wale. Nakaa hapo mpaka Jumanne, siondoki. Siondoki niko nyumbani mzee kaka yangu niende wapi? Nitoroke nyumbani. Sasa na shida gani? Kama mnakula makande ndakula, mradi msinipe sumu. Wewe nipeni chakula napiga. Na hatufungi kwenye huduma, tunafunga kabla ya huduma. Mchungaji anaalikwa kwenye semina ndio anajifanya muombaji, mimi leo sili, nimefunga siku 3. Muongo mkubwa, mtapeli yule. Muongo. Unakuja kufunga kwenye harusi, washirika wamechangisha chakula ili ule, wewe unakuja kufanya kiroka. Funga ulipotoka, ukija kwenye harusi pakia, ukimaliza kafunge huko pako. Kajifanya kiroka kanisani kwako. Usije kuleta kiroho chako kwa kanisa la watu wengine. Ndio mmoja asema amen. Amjaona wachungaji wanaandika sema anasema mimi sili wiki nzima hii. Ukimwangalia vizuri sio kwamba hali anawinda ili washirika muone wa kiroho kuliko mchungaji wa pale. Hauwezi kuwa mchungaji wa kanisa husika kama huyu mzee hapa ni the best kuliko mchungaji yeyote atakayeletwa hapa. Huyu ndio the best, maana ndio baba. Hata aletwe nani hapa? Ampiti huyu hapa. Ampiti na kuambia kangeuka akateremsha moto, akatena kuteremsha moto, ndio tunajua ni shetani amekuja. Na maandiko yapo kama unataka nakupa, anasema manabii watakapokuja watateremsha moto. Watadanganya mpaka wateule. Wewe unaombea watu unajifanya unateremsha moto. Wagonjwa wote waishe. Hawaishi. Korona aliombea watu na kaacha wagonjwa na wapo mpaka leo. Amina. Utamaliza wagonjwa. Kwani mtu ili aende peponi anaenda na nini? Si lazima aondoke hapa duniani. Unang'ang'ania kuishi, utaishi miaka mingapi? Unaishi milele. Mimi nataka nifike miaka 120. Ukifika 120, Adamu aliishi 930 hajaondoka. Nataka niishi nione wajukuu zangu, utawaona lakini utaondoka. Utawaona lakini utaondoka tu. Unang'ang'ania, ndio maana huombi. Maana wewe ya mbinguni huwazi kumuona Mungu, huwazi kuingia mbinguni. Wewe unawaza hapa. Ndio maana huombi, ndio maana uji kanisani. Wewe unawaza hapa. Unaanza kuishi milele, wewe ni Mungu. Mungu ndiye anaishi milele. Amen. Mungu peke yake. Hata hapa tutakuomba. Jana nimetamka hapa na mambo yamefanyika. Na leo nitatamka na mambo yatafanyika. Jumapili nitatamka na mambo yatafanyika. Lakini lazima mambo yawepo. Baadhi ya majaribu yanatusaidia kukaa karibu na Mungu. Baadhi ya mitihani yanatuweka karibu na Mungu. Paulo akaachia mwiba. Neno la Mungu, Yesu anamwambia Anania, nenda kamwekee mkono. Maana kuna kazi atatakiwa kuifanya ambaye atateswa pale. Paulo anasema nikamuomba Mungu mara 3 aniondolee mwiba, akakataa. Mwiba, Paulo alikuwa na shida ya macho. Wakati magamba alipotoka, alivuliwa mambo yake ya zamani. Mungu akaacha udhaifu kwenye macho. Wanazuoni wanasema Paulo alikuwa akisoma mpaka apogelee Biblia hivi. Umeona ameandika vitabu 27. Aliandika kwa shida. Na wakati huo kuna miwani.
wanasema alikuwa namba hii, alafu anaandika. Roho Mtakatifu anamkomanda, anaandika. Macho yanauma na kupumzika, anaandika. Ameachiwa mwiba ili asikende ute. Kuna baadhi ya watu ambao wakikosa mitihani na majaribu waone kanisani. Hutawaona. Ndio maana kuna mwingine hii hapa nyonga inafetuka, unamkuta anatembea hivi, lakini yuko ibada zote yuko. Leo sijalala kabisa, mchungaji niweka hata mkono kidogo, yaani leo nimeumwa. Wewe acha tu baba, ndio na itakubangua mpaka uingie mbinguni. Ili Yakobo awe Yakobo, Israeli aliteguliwa, akatoka, anasema akatoka, anafanyaje? Anatetemeka. Ili utapeli uishe, lazima paja liteguliwe. Ndio mmoja aseme amen. Piga kelele, sema amen. Kipengele kingine andika, kama unaandika. Kipengele kingine inasema dalili nyingine ya kuwa Yesu anarudi. Sawa. Ni taifa la Israeli kurudi kuwa taifa. Taifa la Israeli kurudi kuwa taifa. Mtini kuchanua. Mwaka 1948 taifa la Israeli lilirudi kuwa taifa. Lazima nakupa dalili ili usilalie masikio ukaje ukaachwa. Dalili Israeli ndio mtini kurudi kuwa taifa tena, na limeshakuwa. Mwaka 1948 likawa taifa. Mathayo 24:32 na 35. Mathayo 24:32 na 35. Ngoja nikupe maandiko uyaone kama anasema gongo. Twende pale. 32 na 35 anasema basi kwa mtini jifunze mfano tawi lake likiisha kuchipuka na kuchanua, mwatambua ya kuwa wakati wa mavuno karibu. Nani, angalia 20:33, nani kadhalika myaonapo mambo hayo yote, tambueni ya kuwa yu karibu milangoni. Amini nawaambie, kizazi hiki hakitapita hata haya yote yatakapotimia. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita. Yesu atarudi kwa sababu maandalizi ya Yesu kurudi kuchukua kanisa yametimia. Na hivi tunangoja. Trump ameshapeleka vifaa vyote vya kujenga hekalu lile la mwisho ambalo ndio mpinga Kristo atakuja kuchinja nguruwe ndani. Trump ile awamu ya kwenda uraisi alipeleka, na ndiye akatangaza kuwa mji mkuu wa Israeli sio Tel Aviv, ni Yerusalemu. Alitangaza ile awamu ya kwenda uraisi, alitangaza kama ulikuwa unaangalia, alitangaza na akapeleka vifaa, ziko tayari kwa ajili ya kujenga hekalu la tatu ambalo la mwisho lile ambalo hilo ndio mpinga Kristo atakuja. Hili lililoko linaitwa Al-Aqsa litavunjwa. Likisha bomolewa litajengwa hekalu pale kubwa ambalo ndio mpinga Kristo atakuja kuchinja nguruwe kabla ya vita vya Armageddon. Wakati huo kanisa limeondoka. Kanisa ni mtu aliyeokoka, aliyemwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ndio kanisa. Na ni lazima huyo mtu aepuke uovu. Lazima aepuke uovu. Moja ya kitu kitakachokuzuia kuingia mbinguni ni dhambi. Na dhambi zinazoongoza zinajulikana. Dhambi za uzinifu, usherati, ushoga, ukahaba, umalaya na mambo kama hayo. Ukware na usagaji, tamaa ya mali, tamaa ya hela. Unatamani hela
wakati Mungu hajaamua akuletee neema, wewe unazitamani. Itakubidi uache imani, uende kwa waganga wa kienyeji ili upate hela. Unalazimisha kitu ambacho wakati wake bado. Biblia inasema Mungu hawai wala hachelewi, anakuja kwa wakati wake. Tamaa ya mali, kiburi cha uzima, mashaka na kujiinua, roho za uongo, ulevi. Watu wanakunywa pombe leo, waliokoka wanakunywa hata kama wewe hunywi, ni wewe. Baadhi ya makanisa nimeenda, mpaka mchungaji anakunywa Malta. Imeandikwa Malta Guinness. Pale chini kaandikwa no alcohol, lakini what is the matter nimeandikwa pale. Tanzania burua zile vitaniambia ina kileo, mletee na mtoto wambia usiniletee. Usinirudishe kwenye ulevi, nilikuwa mlevi niliyekubu. Usinirudishe huko. Kunywa wewe. Usinirudishe huko. Niwaambia nimekunywa pombe mpaka ya kinyesi ya binadamu. Msoma nimekunywa, usinidanganye mimi. Si leo walokolo wanakunywa, watoto wakikuwa na meza pitu. Wako chuo kikuu, sekondari, wanameza pitu ya kuzuia mimba. Wako mpaka wake za watu wanameza vile vidonge kuzuia ujauzito, wanapaka uzazi kwenye ndoa. Na ulioa na ukaolewa ili uzae. Ukizaa watoto unao watosha, mwambie baba inatosha, na naomba unyamazishe tumbo la uzazi. Na huwa inanyamaza. Na Mungu anajibu maombi. Lakini unameza pitu, kizazi kinavimba, inaweka malengelenge, inazalisha saratani ya tumbo la uzazi ambayo imemaliza watu. Kuna mtoto wa kike ameolewa pale Arusha, Kanguleni. Binti wa Kimasai, kaenda semina kanisani kwao. Akanihadisia kwamba alianza kumeza dawa akiwa darasa la 5. Akafika sekondari form 2, kizazi kao kimeoza, ikatolewa. Kijana aliyemtumbia kujua kama ana kisago ndani, ndiye akamwambia sina tumbo la uzazi, nitolewa form 2. Kijana akataka kumtimua, ikashindikana, ndio imeshafungwa. Wakarudi kwa mchungaji, hana tumbo la uzazi. Pitu. Maana kama na meza pitu, maana yake anafanya uzinzi. Biblia inasema usizini. Una meza ya nini? Imeandikwa usizini. Bas. Una meza ya nini? Red Bull. Nini haya yanaitwa ni mapombe yale yote. Red Bull yale ni mapombe. Sijui nini mapombe, unakunywa pombe, unachotea akili. Siku ukienda mahali hakuna watu, unataka umefungua bia. Na kunywa moja tu na lala. Ukoo nimeshazoea. Shetani ana utani. Shetani amekaa mbinguni. Na shetani hatumii nguvu. Shetani anatumia akili. Watu mnanisikia vizuri? Mnanipenda au mnanichukia? Hata mkinichukia unahangaika. Unahangaika. Mtu mmoja aseme amen. Mchungaji mmoja tu kama unamfahamu, mchungaji anaitwa Mzee Samaito. Unamfahamu Mzee Samaito? Yule baba, yule mchungaji mzee anamjua, aliondoka kwenye send-off ya mtoto wake. Yaani kijana aliyemchumbia leo ameokoka na wazazi wake, ikafika siku ya nani mtoto ndo harusi. Mchungaji kwenda akakuta meza yote imepangwa Malta na soda, Malta na yale mapombe yanaitwa Heineken. Anasema hii haina kilevi. Alipoona zile meza, ule mchungaji aliondoka, arusi ya mtoto wake aliondoka. Tena akamwambia mwambiko MC, waambie mimi sendo nilishamaliza, hii hainihusu. Ule mzazi aliondoka na mke wake na watoto wake. Watoto wake na ule mzazi waliondoka. Anasema siwezi kukaa kwenye pombe. Siwezi kukaa kwenye pombe, nimeokoka. Nampenda Yesu. Leo utaondoka wewe. Utathubutu leo. Sisi hapa wote tumekaa na wewe. Utasema mtoto wangu atanionaje? Ataniona ibilisi wa miguu 6. Akuona miguu 8, hamna nini. Akuona miguu 16. Mtu mmoja aseme amen. Sema tena amen. Piga kelele sema amen. Mwangalie jirani yako, mwambie usiyempenda kaja.
Mwambie atakuwepo mpaka Jumapili usijali. Mwambie tutafahamiana mpaka Jumapili, mwambie tutafahamiana. Tutafahamiana. Ndio mmoja aseme amen. Piga kelele sema amen. Taifa la Israeli kurudi kuwa taifa. Hiyo tayari. Tetezi za vita tayari. Maandalizi ya ujenzi wa hekalu tayari. Tayari. Yesu anarudi. Amina. Hata mambo ya ajabu. Ukiachwa huna bahati utateseka. Kipengele kingine kinasema dalili nyingine ya kuwa Yesu anakaribia kurudi. Dalili nyingine ya kuwa Yesu anakaribia kurudi ni kutokea kwa watu ambao watakuwa wanasali makanisa ya kiroho, wanaonekana chako kupeleka ujumbe ila sio wewe. Na lazima ujue wewe ni chombo cha Bwana, wewe ni kopo unatumika, sio wewe. Na ndio maana ukimaliza unatakiwa kusema mimi ni mtumwa nisiye na faida. Jana nimekuambia ni marufuku makanisa yetu hakuna hiyo roho. Mchungaji anatamba sijui nani, katapila, bulldozer, sijui nini. Unamsikia mtu anajiita sijui nani. Mimi sio mchezo. Mapepo yasimamaki kwa kulisha msikia korora anasema hivi. Miaka hiyo msikia korora anatamba. Kuna mtu aliye Tanzania hii, kuna mtu alimkuta korora kwa kutoa mapepo. Kuna mtu alimkuta. Hata mpaka tunaongea. Hakuna mchungaji wala nani wala mjilisi wala nabii aliyemkuta korora. Hakuna aliyemkuta, lakini korora atanga. Kwa sababu korora alikuwa na muda wa maombi ya kutosha, na mtu akiomba sana anakuwa mnyenyekevu. Ukiomba sana unanyenyekea. Usipoomba unajivuna, maana wewe ni mjinga. Bongo lala. Ndio sema amen. Sema tena amen. Sema tena amen. Mamluki wa shetani wanaweza kuingia kanisani wakapenya mpaka wakawa wazee wa kanisa, wakawa viongozi wa sifa, wakawa viongozi wa idara mbalimbali ndani ya kanisa la mahali pamoja. Wanapenda. Wanaitwa mawakala wa shetani. Kama kuna mawakala wa Vodacom, mawakala wa Tigo, wakala wa Airtel Money na Airtel, kama wapo, kuna mawakala wa shetani. Na kila kanisa wapo, hata kwangu wapo. Wapo, na uwezi kuwamaliza, wapo. Ukiwamaliza unamalizika na wewe. Maana wanatusaidia pia kuomba. Mtu mmoja aseme amen. Piga kelele sema amen. Umeelewana vizuri? Kuna mchungaji mmoja alikuwa anahubiri Nairobi miaka hii. Kanisa halina fence kama hili la kwetu. Ilikuwa wazi. Akatokea mtu kule. Alikuwa na kisu ameweka hapa. Kisu. Mke wa huyo mtu aliokoka akawa anafanya hilo kanisa. Mume wake hakuwa anapenda mke wake asali pale awe mlokole, hakutaka. Na kijaribu kumwatisha, mwanamke anakataa, anasema niko tayari niuwe. Siachi. Huyo jamaa akaja na kitu akaingilia huu mlango wa mtoto. Ndio alikuwa anakuja. Akaingilia huu mlango. Ameleta kisu hapo. Alipofika kama hapa anapanda sasa. Mchungaji amechemka saa ile ibada inaelekea mwishoni, Roho Mtakatifu ameshuka. Mchungaji hata amuone, mchungaji anachemka. Jumapili akatoa kisu. Anafika anataka kumkaribia mchungaji, ndio mzee wa kanisa mmoja akamuona, akakimbia, akamdaka, akampiga ngwara. Kisu ni ndefu inatokea hapa mpaka pale. Kisu sio kitu, ni sime iliyonolewa kote. Ni sime. Ile kitu ilipodondoka washirika walitaharuki. Mchungaji akasema kaeni chini. Huyu ni shetani na ameanguka na ameshinda. Wakamtoa nje, wakamfunga mikono, wakampeleka polisi. Kenya. Wewe wazee wa kanisa, mashemasi, wanaokoka wanapigilika. Yaani unaokoka unapigilika. Unakuwa kama teteta sio teteta. Watu wanasema
Tuombe mzee wa kanisa afungi macho, wala shemasi afungi macho. Huyo mzee wa kanisa angekuwa amefunga macho, asingemuona huyo na angemuua ule mchungaji pale. Na mzee wa kanisa atakuwa kwa bauta. Yaani hale ugali wa miogo na mashamba ndio mtu wa kawaida. Na uache huruma za kijinga. Yesu alitandika watu viboko hekaluni, kanisani. Wao unaokoka unapitiliza Yesu ambaye ndio mwenye wokovu. Yesu alitandika watu viboko kanisani. Nyumba ya baba yangu itaitwa nyumba ya sala. Tandika, mwaga njiwa, mwaga machungwa, mwaga maparachichi, mwaga karoti. Timua wote. Sala. Leka. Lakini msika ndio kwa jana. Na lazima Jumapili kunaongea katika dagaa. Na ukikaa hapa usikae wote kaa kijeshi. Na ule chakula asubuhi kile kanisani. Sema tu unakula unakuja na mguu. Unakaa pale na wakati mmoja na wewe unatembea. Unajifanya unanena kwa lugha. Hasa kosakaraba saka. Unachungulia huu mlango huko shwari, unaenda kule na masabato kidogo kwa mwingine anakaa pale wawili mabamu. Nyama imejaa. Lakini fanya madhubeba tu. Hata ujinga. Hii dunia imeshaharibika hii na kwambia. Imeshaharibika ilishakorapa. Hata nyewe ni watoto mbadala mtoto kuja Dar es Salaam. Kamchinja babake akamtoa kichwa. Piga babake hapa kadodondoka akakata akatoa kichwa. Kijana miaka 21 mliona kwenye mitandao. Fanya mazoezi baba nyumbani. Kama una watoto wako ambao eleweki. Wanakula majani barabarani kule. Ukija ukipiga mtu mmoja anadhimia hapo. Peleka polisi. Ndio ukoka unajua. Wewe pige tu mwanangu ni uwe. Umelogwa wewe, umelogwa. Na hata ndiye kuloga hamjui na amefariki. Una mazoezi utembei kazi yako kula tu matembezi barabarani. Utembei makuku, mwili unakuwa ovyo. Mtoto akikusukuma tu kwisha nishazimia kadini. Umetoa ulimi nje kama ng'ombe. Nisaidie baba. Una zoezi mwanaume, una zoezi. Ndio maana wamama wanawatandika makofi wanaume. Wale. Tandika. Wewe unaniambia unasema unaenda. Umesema unaenda. Nimekwambia nipe. Nipe hela nimekwambia nipe. Au utaki. Kofi chini. Mshazimia. Umegeuka na kazi yako kula zoezi na unabeba trela. Unaburuta mke wako na watoto na fikiri mwanamke ana utani wako anataka hela. Na kama huna hela wewe bauza, wewe kudhibiti. Akikusukuma hivi na mbele akipiga hapa anasema Bana wanajalala. Yaani akipiga hapa huyo hapana. Hapa anasema mnyama siingia. Yaani ile kinyama zikikutana ile pap anasema hili litaniua hivi. Au akishika mkono hivi akiona ile mkono hata kujipaka lotion mwanaume. Hata lotion wewe. Hata ujinga. Jipake race. Jipake mafuta yasiyoeleweka. Mafuta ya nazi. Na jipaka lotion. Wewe ni msichana. Eti mikono iwe soft ya nini? Mwanaume kazi. Mikono iwe kama trekta. Kama sururu. Ndio kumshika mke wako wewe unasemaje? Unasema uende kanisani. Ukimtaka mkono anasema ndio ameshikwa na mwanaume. Leo wanaume wanapaka lotion. Anapaka mpaka usoni anakuwa soft, mrenda. Mwanaume mrenda. Wewe ni mwanaume kawaida, mwanaume amezaliwa, ameumbwa kwenye sura ya limao, rough material. Utakuwa na sura nzuri wewe. Unatakuwa na sura mbaya. Unataka mwanaume sura mbaya. Utakueleweka. Mtu akikuona unaenda hivi anajiuliza, anaenda hivi ama anarudi hivi. Hadi ueleweke. Mandevu nini uko horofu, mdomo uko huko. Mdomo unanuka, hujaoga siku 3 unanuka. Ndio sheria ya mwanaume. Unaoga mara 8 kwa siku eti mwanaume. Mwanaume wewe. Unataka kujiuza. Unataka kujiuza wewe unaoga mara 8. Unaoga. Ukiambia kuku hawana chakula hata kuwekea kuku chakula uwezi.
eti kuku wananuka. Wananuka lakini kila mbona unakula nyama? Si uache nyama kama unanuka uache. Mbona unakula nyama na unanuka? Kwenye wanaume wale naangalia kama wale vijana wanapenda mpaka lote mpaka nikawaambia nikiona kila mtu asipate lote ukipata ondoka kwangu. Eti mimi mafuta yangu nikamwambia wewe ni wakati. Wewe wakati. Nikamwambia sasa ukijaribu nikachukua vile vidoshe na vibogo vyote nikapeleka jarani nikapiga kibiriti na mafuta choma moto wote. Nikamwambia mtapaka race na ile mafuta mengine ambayo yeleweke yana harufu yoyote. Nikanunua ile mafuta kubwa inaitwa Vaseline nikaweka hapo lile ile amgani ndio mtapaka hiyo. Mtu akitaka kupaka lotion naondoke kwangu akapatie kwake. Yaani mke wangu anapaka lotion na mimi napaka lotion. Uone nimeroga. Sisi wote wanawake nani? Siko ndio kiasi. Ndio mwanaume mama anaambia mtu wote vaa suruali. Yaani ukivaa suruali ndio unapendeza. Yaani napenda kuvaa suruali. Wanaume walio waliofutuka fimu zimetri. Yaani kichwa anatembeza bongo lala, ana mnara. Bongo lala. Na mapepo unambalisha mke wako suruali. Watoto wako wa kike ndio nenda mjini kununulia jinsi Krismasi watoto wa kike. Unawaandaa watoto wako kwa makahaba wewe mwenyewe. Hamna magauni. Hamna magauni. Yapo. Mjamia mama mmoja mke wa mwanajeshi anavaa suruali anafunga kama anaenda kanisani. Sasa anaiona kwa kule chini. Siku moja nikamuita nikamuuliza, "Una unavaa suruali?" Anasema kijana wangu ananiambia nivae. Ananiambia nikivaa suruali ndio napendeza. Umeona? Narudia tena. Wazee wa kanisa, mashemasi, viongozi wa idara, hata wewe ni mama, lazima muwe mabavu. Kulinda madhabahu na kumlinda mchungaji. Kumpata mchungaji kama huyu sio kazi rahisi. Kumwandaa mtu awe mchungaji, ahitimu, asikie kengele, aje aanzishe maono kama haya, ayasimamie ni gharama. Sio rahisi. Ndio maana ukisoma maandiko anasema Yesu anasema shetani anasema nitampiga mchungaji kondoo. Shetani ndiye anampiga mchungaji ili kondoo afanyaje? Mimi najua makanisa mengi kule Askofu wa Damu namjua. Askofu wa Damu amefariki namfahamu. Askofu wa Damu amefariki siku nyingi. Askofu wa Damu ndio askofu wangu wa jimbo ilikuwa amefariki. Nenda sasa kwenye ile kanisa ambapo mmeka neema. Kwani mbeba maono hayupo. Hata nyumbani baba akiwepo au mama hautaona usamani wake. Ngoja siku mama aondoke kwenye ile mji au baba aondoke. Watoto wakubwa kama mimi hapa. Mimi nimezika baba nimezika mama, lakini mpaka leo nikienda nyumbani nikiangalia pale. Kwanza ugomvi ulioko pale nyumbani sawa hata uko wale watamana kunywa mapombe. Ugomvi ulioko ukifika kila mtu anakuita, hebu tusaidie hapa, huyu ananiloga. Nikamwambia anakulogaje? Umemshika. Baba ni wa muhimu sana. Baba ila akiwepo unaona na mchungaji amezidi anahubiri mpaka saa 8, mchungaji naye ibada inaenda muda mrefu sana, mbona amalizi ibada? Siku ukimkosa mchungaji wako nakwambia hivi utalia na hakuna mtu akukema. Amina. Na kueleza sisi unaweza kunipigia simu lakini mimi ni mwalimu. Mimi ni mpita njia. Kulikuwa na zile nyimbo za miaka ya 70. Mimi ni mpita njia. Utakwenda utabaki na wako yale ya zamani yale. Nilikuwa nyimbo zetu za zamani. Sawa? Mpita njia akusaidii chochote. Mtu mwenye uchungu na wewe ni baba yako huyo hapa. Amina. Hakuna mwingine. Hata mimi hapa nisijifarague. Sina uchungu wote na wewe kama baba yako. Sina. Kwenda tukujui. Baba yako ndiye ana uchungu na wewe. Rafiki wa mshirika yeyote anayejielewa ni mchungaji wake, rafiki. Yaani Bwana Yesu ndio rafiki namba 1, namba 2 baba wako wa kiroho. Baba wako wa kiroho ndio maana analindwa. Kwa mchungaji kuwepo na chakula. Asiende sokoni mchungaji kukuyanga wa mama, viongozi wa kina mama. Mpo kuwepo
na timu, mwenyekiti anachagua. Wewe leo kanunue chakula ya wiki nzima, peleke kwa mzee. Sio mmoja na kuyanga sokoni nyanya 1000 na karoti 500 na hizi nini nyanya chungu 500. Basi niwekee fungu zote. Mchungaji anatembea na mfuko Marlboro, unamkuta sokoni anasema sisi wa Pentecost. Lakini makanisa yale ya dini, umeshaona mtu mmoja sokoni? Ulishaona? Sisi tunaterekeza wazazi wetu. Ni halali mchungaji kwenda kununua vitu sokoni? Mwenyekiti kwa mwenyekiti kwa mama, ni halali? Si mama wakati unanijibu ni halali. Nimesema siku ya kwanza mimi mwanajeshi, tumezoea harasi, kusumbuana. Ni halali mmoja kanunue vitu sokoni na wewe upo? Usiwaombe hawa wamama wakanunue vitu, waamrishe. Wewe Debora, wewe Mary, wewe nani, mtaenda sokoni kununua vitu mpaka Jumapili vya kupeleka kwa baba. Sawa, haya pikieni hela. Kama hamna hela unatabisha Jumapili. Na usiwahurumie watu, maana hujawaumba wewe. Watoe hela. Hamna huruma. Asiyetaka kutoa mwambie hapo na wewe uli. Na wewe ukila utakuwa hospitali, Muhimbili, Mloganzila na hospitali zingine zote. Uli. Watoe hela na mwache huruma. Hamna huruma. Kuna watu watalazimishwa kumwona Mungu. Atoe siku akija kanisani na gari, akija na vieti, mtaji umekuwa mkubwa na bilioni 1, atasema haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Na mshukuru mwenyekiti alinitia moyo. Watu watoe hela. Amina. Sema tupo. Na wewe uende sokoni. Wewe ni bosi. Wanaenda unawachagua watu wakwenda, unaojua hawa wameokoka, unawaita mwenendo kama sokoni vitu pelekeni kwa mzee. Umeelewana? Sio mtu mmoja akakugura kule anamua siamnue na sadaka gani ananua. Sadaka tunatoa shingapi makanisa yetu haya? Ngapi tunatoa makanisa yetu haya? Hata tukitoa hela nyingi sana, labda 200,000 300,000 mpaka 400,000. Makanisa ndio jielewa. Makanisa mengi nimeenda kanisa moja mtukaje na watu 300. Kwa shirika 300, sadaka shilingi 4,000. 300 baba, 300. Sadaka 4,000 ndio napewa niweke gari mafuta. Mafuta yenyewe wakati huo lita moja ya mafuta ni 1,500. Kwa hiyo ni lita ngapi naweka? Lita 2 inafika Mungu. Kama na ndio yasema amen. Na ukija kanisani unakuja na hela zote. Ukienda kazini unaweka maburungutu hapa. Ukija kanisani unakuja sio kulia ili usitoe. Utarudi siku moja utakuta hapo ulipoweka panya amebeba, amekata ile sehemu nyeti laki zako, ameacha kwa karatasi. Beba hela zote ndio unapokaza. Mchango wa nini? Mchango wa nini? Mchango wa nini? Mchango wa nini? Na nakwambia ukiwa mkarimu, ukiwa mtoaji, hautakuwa wa kawaida. Ni wa karimu. Mtu mmoja aseme amen. Piga kelele sema amen. Hapo ni pagumu sana kwenye kutoa. Mnaona kama ni ngumu sana, mtatoa. Kila mwezi mchungaji ategemeze kama mfanyi anteni. Hiyo ndio mambo yangu mimi nikienda kama mahali. Kila mwezi mtegemeze mchungaji, mshike mchungaji mkono. Amina. Mimi naangalia pale kwa mzee Mzalumi pale. Baba yule ni tajiri. Lakini kanisani kwake. Kila mwezi mchungaji anategemeza. Kila mwezi. Hiyo nyanya, kitunguu, nini 500, 1000, 10,000, mwingine 100,000. Lakini wakipokea, mama anasema tunaweka mikono na washirika wa hiyo kanisa wamebarikiwa balaa. Kwa sababu ya usiseme mchungaji anayo. Hakuna mali iliandikwa asipewe maana anayo. Hakuna. Kila mwezi wanaume na wanawake wanamtegemeza mchungaji, sio wanawake tu. Mchungaji anachunga wanaume na wanawake. Tumoja aseme amen. Nikakelele sema amen. Naomba nimalizie kipengele cha mwisho. Cha mwisho inasema hivi, ya mwisho hapo. Alafu tufike ukingoni. Ya mwisho inasema, bado mnanipenda? Amen. Bado mnanipenda? Amen. Mwambie jirani yako Yesu anarudi. Yesu anarudi. Mwambie kaa tayari. Mwambie na uache uchoyo. Mwambie kwa sauti acha uchoyo wewe.
Yesu akirudi utaacha. Ya mwisho inasema jambo lingine ambalo linaonyesha kwamba Yesu yuko karibu kurudi ni uovu kutawala hadi kwenye madhabahu ya Bwana. Uovu kutawala hadi kwenye madhabahu ya Bwana. Uovu. Na jana nilisema kidogo kama sio juzi. Uovu utawala madhabahu. Tamaa ya mali ni mbaya sana. Kuna mchungaji mmoja aliingia kwenye mtandao. Nisikilize, nataka nimalize. Aliingia kwenye mtandao. Sio muda mrefu, miaka 2004 na 5 hapo. Pale yuko pale wanaita Mianzi. Kanisa liko pale. Masai mzee. Alipoingia kwenye mtandao tafuta wafadhili akampata mzungu mmoja. Ule mzungu akamwambia, "Kwani wewe unachunga wapi?" Akasema, "Nachunga mko Tanzania, sema inaitwa Arusha." Sema, "Nilishafika, nilienda Morogoro, basi nitakutembelea mwezi wa 9. Na nikija nitakusaidia kujenga na kanisa. Maana nimeona umeposti hapa jengo halijajengwa, tutakusaidia kujenga na kupaua na kuweka vyombo." Jamaa akaendelea kuchache, tarehe kafika kule, mzungu akapanda ndege, wakaja, walikuwa wawili, wanaume wawili. Walipofika Jumapili, walifika Jumamosi, Jumapili wakaamkia kanisani. Wakati wa kipindi cha salamu mnapokaribishaga wageni, mzee wa kanisa akasema, "Wageni walioko kule ni wa mchungaji, mimi siwezi kuwakaribisha, naomba mchungaji awakaribishe." Baadaye mchungaji aliposimama, "Mkaribishe sasa sponsor." Na unajua sisi tunavyo tetemekea wazungu. Kolola ndio maana alikataa. Kanisa la EGT linajitegemea. Tunajiendesha. Sisi wenyewe ndio wazungu, sisi wenyewe ndio kila kitu. Naamini hata ile kanisa mmejenga wenyewe. Amen. Hata sisi pale TML tumejenga wenyewe. Hatujawahi kuandika hata mwanasiasa yote. Tumejenga wenyewe. Na sisi tuko wachache kuliko nyinyi. Maana kanisa letu sisi la TML ni wanajeshi. Leo wanakuwa wengi, kesho wamehama, wengine wameenda kozi. Hivyo. Lakini tumejenga na tumenunua vyombo wenyewe. Sasa aliposimama ule mzungu ule ambaye ndio alikuwa mhubiri, sasa mhubiri akasema, mchungaji ana kalimani sasa, Bwana Yesu asifiwe, akasema, "Amina, mimi ni fulani natokea London, nimeamua kuja kuwasalimieni, naomba nimkaribishe mke wangu awasalimie." Yaani yule mwanamume mwenzake aliyekuja naye ni mkewe, yaani ni mashoga. Yaani yule aliyebaki kule ni shoga, ndio mke wake, ili mke wangu awasalimie ndio niendelee kuhubiri. Alipotamka hivyo, nashukuru sana washirika wa lile kanisa wameokoka. Ndio maana jana nilikwambia tunakufundisha ujisimamie mwenyewe ili usiwe kuku wa kideri wala boila. Ujifahamu. Usiwe kuku wa kideri au mwenye mafua. Alipomalizia mdomo, na washirika wengine ni Wamasai. Unajua Wamasai, moja ya makabila yenye maadili bado ni Wamasai. Wamasai ni hatari. Ukitaka kujichanganya, nenda Wamasai peleka ujinga, utatandikwa. Nadhani unaweza kurudi Dar es Salaam. Yaani ukienda Wamasai ni nyoka. Utarudi. Wanatoka kwa wasichana huku, watoto wa Kimasai huku, wanaenda kule Monduli juu na suruali baba. Toka juu mlikuwa anapiga jinsi, anaenda. Baba anamwangalia anaingia, anamwambia ndio, anapeleka kichwa, "Shikamoo baba, shikamoo baba, shikamoo mama." Anamwacha aingie ndani, avue kwa hiyo suruali. Akishavua, anamwambia, "Nani Kesia? Hebu njoo." Anafikiria anaitwa asalimiwe, apakwe mafuta.
Mzee akimdaka, mama anakanyaga miguu, baba anakanyaga. Yaani hicho kipigo kitatupata. Kuna mmoja alitandikwa kaapa, baba sirudi tena. Roho ilikuwa inatoka, kalazwa Mungu mjini hospitali. Alilazwa na baba amekalazwa, nitakutibu ukitoka na kuchinjia mbuzi. Na alipotoka alimchinjia bidoro, akamwambia utakuwa msafi mpaka utakapomaliza chuo. Na baada ya hapo au kata mguu hapa kwa. Alipomalizia ule mtukaji mdomoni, yule mzungu, washirika wakanyanyuka, wanaume, wanawake wanapiga ukunga. Kanisani wako wamejaa mapili. Wamama analia, na wamama wakipiga ukunga wa aina hiyo, wanaume wanapandisha mori. Ndio sheria ya Kimasai. Wanaume wakaanza kupandisha mori kanisani. Kanyana, tayari. Ule mzungu alikandika. Utajua wale vijana wajaokoka na wazee na wamama wanapiga na makanga, wanapiga na Biblia mgongo. Ule mzungu alipigwa. Vijana walimkanyaga mpaka atoke nje pale na ule mwenzake. Hata ule ushogo uliishia pale. Yaani walipigwa, huyo alipigwa mgara. Anasema kwa Kiingereza, don't kill me, don't kill me, don't kill me, don't kill me. Take it. Ule mke wa mtu akadondokea hivi. Hakutaka fahamu. Aliamkia Mtimbero baada ya siku 7. Na wale vijana watu wameokoka, na mchungaji wao akatimuliwa kama umbwa. Alitimuliwa ule mzee kama, unajua umbwa? Walimwambia mzee, unatafuta wafadhili, unatuletea mashoga. Sasa tusikuone hapa, hatuendi kwa askofu wala dada yake. Sisi wenyewe tutakutoa roho, sisi wenyewe. Ondoka. Yaani kwa usalama wako, ondoka. Kanisa tumejenga sisi wenyewe, tumeweka vyombo wenyewe, tumechangia na sisi ndio wenye kanisa. Ondoka. Ule mchungaji alipoona wale wazungu waliokanyaga, alipoona hivyo akasema, hapa bila shaka nitakuja kufia hapa. Aliondoka mwenyewe na mke wake na watoto. Hajakanyaga julikani ameenda wapi mpaka leo. Kanisa kaletwa mchungaji, askofu alileta mchungaji mwingine, linaendelea vizuri. Madhaifu yaliyokuwepo yamesharekebishwa, kanisa limejengwa, linameremeta namna hii. Kamkaribisha mwanamke mwenzangu. Mnaokoka wanawake. Wanawake wamejaa kila mahali. Tumoja aseme amen. Naomba uandike andiko hili alafu tumalize. Naomba uandike. Andika Mathayo 24 mstari wa 42 mpaka 51. Uovu. Usiwalaze watoto wa kike chumba kimoja na watoto wa kiume kama wameanza kukua katika siku za leo. This is very dangerous. Usiwalaze, wazazi mnisikilize vizuri. Usiwalaze watoto wa kike na wa kiume sehemu moja, wanaotaka kupevuka kwenda darasa la 3, la 2, la 3, kitanda kimoja na watoto wa kiume. This is very dangerous. Usiwalaze watoto wa kike, walale mahali pao, na watoto wa kiume walale mahali pao, na wazazi wawe na muda wa kuongea na watoto wa siku hizi mara kwa mara. Uwe na muda wa kuongea na watoto, uwe na muda. Tenga muda, wali nyumbani hata wikendi, wali kaa na watoto, ongea nao, waekea watoto maadili. Mama yake Musa alikuwa anamwangalia Musa usoni, anamkazia macho, anamwambia wewe sio Misri, wewe ni Mwibrania. Mama yake anamwangalia, anamkazia, anamwangalia mgonjwa. Unajua kutaka kumwambia mtu kitu ili akuelewe, muangalie lenzi ya macho. Mtoto unamtizama vizuri, hasa wa mama. Robo 3 ya malezi ya mtoto ni mama. Uliza kila mtu. Uliza hata shuleni sekondari, mtoto akipata shida wa kiume, baba kama mimi. Hata mimi hapa mama alipofariki niliathirika sana. Nilipata shida kuliko baba. Kwa nini? Mama mimi ndiye amenisaidia nikasoma hata hiyo shule niliyofika. Hiyo darasa niliyofika ni mama. Baba alikuwa hataki ni machungaji. Mama akawa anaficha nguo za shule korongoni, ndio ukifika pale
nasikia kuna ngozi zile nimeweka pembeni ya jiwe. Toa ile jiwe pale kuna chemchemi ya maji sawa. Huo mti hapo mkubwa, toa hiyo nguo hapo. Vaa kaptula, vaa shati nao hapo korongoni, nenda shule. Ukirudi shule, vaa marubega hapo hapo sawa. Weka hizo nguo hapo, nenda machungani, pitia kule, nenda machungani korongoni. Ili baba yako akuone unakuja na ng'ombe ajue umetoka machungani. Mama. Ndio maana kama nyumba inaharibika, mama amekorrupt, ubongo wako umefeli. Kama sio anamkingia ubongo, basi ni mwenda wazimu. Nyumba yoyote ikikataa, watoto wakiharibika, mama akimwangalia mtoto akamwekea, unamwambia mtoto nimesema Yesu ni kila kitu. Ukimkosa Yesu, umekosa kila kitu. Unamwambia kila kitu hilo neno. Dhambi ni haramu, utakufa, utaenda kuzimu, unamsomea na maandiko. Yule mtoto atakuwa mkubwa kama mimi au huyu mzee. Nakwambia hivi, iko hapo. Na sana. Hakuna mtoto anasahau maneno ya mama yake. Hakuna. Lakini leo tuna muda na watoto. Tuna muda hata kuombea watoto, tuna muda kuombea familia zetu, tuna muda. Ndugu zangu, sema amen. Sema tena amen. Mfunga suruali kiunoni. Mama unamfungia sana na shule. Unamfunga kiunoni hapa suruali kwa mkanda. Alafu namwambia suruali inafungwa hapa. Akianza kufika sekondari hatajua kulegeza suruali. Ameshazoea. Alafu namwambia mlegezo mwanangu ni dhambi. Lakini wamama wa leo na sisi wanaume wa leo, wamama ni maumbea maneno ya barabarani, maneno na kula na kunywa na kudurura na kuanza hela. Watoto uliozaa ni hela, watoto uliozaa ni utajiri. Leo asubuhi kijana wangu ule mkubwa akasema, baba nimefanya kazi fulani hapa kwenye kompyuta, ngoja nikutumie fungu la 10. Akanibebea 20. Amina. Kwani ni hapa? Kwani nilikuwa naye? Akanibebea 20 kwenye simu. Baba nimepata kazi hapa, nimepata hawa sidi koko wanamchukua na wafanya kazi. Amesema mamangu ya nini yani. Akasema baba nikutumia Zara. Kaambia sana mwanangu, mimi nafikiri 10,000. Kumbe bebe 20. Sasa na shida gani? Tunakula meme. Nikamhudumia mama yake 10,000, nikabakia na 10,000. Tunakula meme. Nisingeza kulia fungu la 10. Siangeza kuna lote. Bazuri maana hujawaambia. Watoto wangu hata alipokuwa chuo, bumu ikiingia, cha kwanza namuuliza bumu niingia. Baba tuma zaka. Tuma zaka. Mkono mtupa ulani. Na mtu ambaye atoi zaka ni mwizi. Na mwizi ana uzima milele, mwizi. Nimesema hata ukijitukia mtu ambaye atoi zaka ni mwizi. Mwizi unamrobu Mungu. Unamnyang'anya Mungu mali yake. Milioni 1 Mungu anataka 100,000. Wewe unatafuna yote, unabakia na 900,000 wewe. Inakushinda 100,000. Na unabaki na 900,000. Nani ana nyingi? Sadaka, matoleo, michango lazima. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Piga kelele sema amen. Piga kelele sema amen. Sema tena amen. Tunaendesha makanisa, mchungaji anaendesha kanisa, kanisa linaendeshwa kwa sadaka na zaka na matoleo. Serikali inaendeshwa kwa kodi, TRA, Tanzania Revenue Authority. Usichanganye mafaili. Watu waji unafika kwenye mitandao. Watu waji sasa wanatafuta hela. Sio sisi wa EGT. Hatutafuti hela, tunatafuta hela ya Mungu ya kwako kula. Tunatafuta roho yako pamuone Mungu. Tunatafuta hela ya Mungu ambayo ni halali na imeandikwa hapa, zaka, sadaka, changizo iko mpaka kwenye katiba ya EGT. Hiyo ndio tunataka, tutaki zaidi hapo. Hatutaki hela zako, tutuletee hela yako yote. Hatutaki. Hata wewe una matatizo yako mbalimbali, katatue shida zako. Kamhudumie mke wako na watoto wako. Ila hela ya Mungu ndio tunataka na roho yako. Full stop. Na usirudilie kusema yaliyoandikwa, yameandikwa, utatoa. Usipotoa na wewe.
Moja sema amen. Sema tena amen. Watu wanatafuta na nimeenda Geita baba mchungaji, nitakuta mchungaji analima. Mchungaji anafanya kibarua kwenye shamba la mzee wa kanisa. Shamba la mzee wa kanisa. Mzee wa kanisa amemwajiri mchungaji apalilie shamba lake. Mimi ndio nimemtoa. Hiyo kanisa naye fanyia semina mchana kama saa 8 ndio kule wanaingia kanisani. Kufika kanisani mama mchungaji akasema mchungaji naomba uendelee. Baba yuko shambani. Hajarudi bado, nikamuuliza nalima, anasema yeye tunalima huko baba, bila hiyo hatuwezi kuishi. Mwambia sawa. Mimi akanikaribisha yule mama, kaendelea kuhubiri. Baada ya ibada nikamuuliza mchungaji, nyumbani ulikuwa shambani wapi? Umelima mchele wapi? Kule unalima sana mchele. Akasema sio shamba langu, ni shamba la mzee wa kanisa. Alinipa 30,000 nipalilie pamoja. Maana watoto hawajaenda shule baba. Sasa nilikuwa napiga hesabu watoto wataendaje shule. Shule imefunguliwa, ilikuwa kipindi shule inafunguliwa. Anasema watoto wataendaje shule, nikaona tu nifanye hiyo kazi. Kwa hiyo napalilia shamba la mzee wa kanisa. Mzee wake wa kanisa amemwajiri mchungaji wake apalilie shamba lake. Sasa mimi kama kawaida yangu, mimi ni nusu nimeokoka na nusu mwehu. Ilipofika Jumapili, moto uliwaka. Moto uliwaka. Kwanza nilichangisha. Ilitoka karibu na 2 kama sio 3. Tukamshika mchungaji mkono. Nilipomaliza baada ya ibada nikamuita yule mzee wa kanisa na mchungaji tukaenda ofisini. Nikamuuliza, wewe ndio mchungaji anapalia shamba lako? Ndio, na mashamba mengi nimeona mchungaji asipate shida apalipalie ndio taratibu. Nikamwambia una mashamba mengi sana. Nikamwambia wewe ni tajiri sana kumbe. Nikamwambia wewe sio mwehu kweli. Wewe sio mwenda wazimu wewe. Ofisini hapo nimetoka kwa sababu moto unawaka. Nikamwambia wewe ni mwenda wazimu. Wewe ni kichaa. Unampalilisha baba yako shamba lako. Huna adabu. Nikamwambia ningekuwa sio nimezeeka ile kipindi ungekuta nikiwa kijana, wewe ningekutanika makofi hapa au tupigane kama utaniweza. Ningekulamba makofi. Baba mimi sijamlazimisha, amesema mwenyewe. Mimi niko tayari kumwambia hata atakapokulazimisha mtoto hawezi kumpeleka baba yake shambani. Hakuna. Nikamwambia Jumapili ijayo unatenge huyu. Huyu ni shetani. Na Jumapili unafuata akapigwa chini. Hakuna. Akashika adabu. Sijui nimefanya matamshi mabaya. Mashamba mpunga iliporomoka. Baada ya kuporomoka, kanisa limekuwa, watu wameokoka, wakaja matajiri. Matajiri wanatoa fungu la 10 milioni 1,800,000. Lile limchungaji likawa na hela, yeye akawa na mwajiri tena huyu, akabadilia mashamba yake tena. Kibao kikageuka. Yeye sasa ndio mfanyakazi wa mchungaji. Mzee wa kanisa anaenda kumpalisha mchungaji kwenye shamba lake. Ingekuwa baba yako ungefanya hivi? Inawezekana? Mtu mmoja aseme amen. Muone kanisa likofika. Tumefika kwa gumu. Kanisa la kiroho, sio la kwetu lakini la kiroho. Kanisa la kiroho ambapo tunategemea mzee wa kanisa akiona mchungaji hana chakula, anaenda ananunua chakula anapeleka. Tukiona watoto mchungaji waenda shule, natoa hela nalipia watoto mchungaji waende shule. Nalipia watoto mchungaji waende shule. Ninamjua aliye mwamba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Ninamjua. Simama kwa ndugu yako. Ni Bwana Yesu. Ninamjua. Ni Bwana Yesu. Ninamjua. Ni Bwana Yesu.
wanashindwa, watoto wanafanya mitihani, watoto wanashindwa shule, watoto wanasoma na kosa ajira. Kemea, kemea, vunja, teketeza hiyo roho, niachie watoto wako, nikuachie wewe. Kemea, fukia mashimo, fukia makaburi, jikungute, jikungute, kumuta laana, kumuta uchawi ulionenewa wakati umelala, uchawi, ushirikina ulionenewa, roho za ajali, roho za mauti, roho za ajali, kumuta, kumuta, kataa, kataa mauti ya mapema, mpaka umalize kazi ya Bwana. Kataa, 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 kataa kwa watoto wako, kataa kwa watoto wako, kataa, vunja, teketeza, kukuta, teketeza, kemea, roho za kuachana, roho za ugomvi kwenye ndoa, kemea, teketeza, kataa, kataa mauti, kataa roho za ajali, roho za mauti, roho za ajali, roho za mauti. Rapa, raba, 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 Baba umetuponya, Baba umetukusanya, Baba umetulea, oh Baba umelulea kanisa lako, umelichunga kanisa lako. Wewe mchungaji mwema, wewe rafiki wa kweli, rafiki wa kweli, Baba kwa jina la Yesu, Baba kwa jina la Yesu, nguvu yako ya msalaba, uweza wako wa msalaba, utukufu wako ukashuka, ukashuka, ukashuka Bwana. Bwana anasema utapita bila kuonewa kile kilichokaa. Bwana anasema utapita bila kuonewa Mungu, linalokula kanisa lako, linalokula watu wako, linalokula Mungu nguvu. Baba unarejesha ile nguvu Mungu ya kwanza, unarejesha ile nguvu ya kwanza, unarejesha ule uwepo wa kwanza, unarejesha uhodari wa kwanza. Watu hawa umerejesha masikio Baba, 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 unasema mpendaye mwana mrudi. Baba umeturudi kwa kiboko, unasema Baba mpendaye mwana huyo na mrudi. Unasema ni mwana yupe huyo asiyerudia, huyo anakuwa ni haramu. Baba tulikuwa haramu, hatukujua mambo, hatukujua kurudia. Umeturudia, umeturudia kama wana, umeturudi Baba kama wana. Tumezoea nira yako leo, tumeibeba nira yako leo, tumetembea kwenye nira yako leo. Nira hii Mungu iwe na inye, nira hii iwe na inye, mzigo huu uwe mwepesi, ni ubebe. Umetuleza, umetufundisha, umetuelekeza, umetukemea. Oh, asante, asante Baba, Baba asante, Baba asante, Baba asante na yule kwetu faida. Baba asante na yule kwetu Mungu mkono wa kupokea. Baba asante, umeenda kuinua majitu ya imani, umeenda kuinua matajiri, umeenda kuinua watenda kazi, umeenda kuinua wateule, umeenda kuinua mashujaa, umeenda kuinua Yakobo anasema umeenda kunizalia watu wazuri, watoto wazuri. Yakobo anasema nani amenizalia watoto hawa, nani amenifundishia
asante Yesu. Asante Mungu wetu. Baba asante. Oh, asante Yesu. Baba asante. Asante kwa mwanamke huyu ambaye ni jicho la kanisa. Asante kwa baba huyu ambaye ni kichwa cha kanisa. Asante kwa binti huyu ambaye Baba umemfundisha. Baba asante kwa kijana kume Baba umemfundisha, umeliungamanisha kanisa lako kwa sauti yako, umeliungamanisha kanisa lako kwa nguvu yako, kwa nguvu Bwana uyasingia moto uyakaitwa, kwa nguvu Bwana uyasingia dunia uyakaitwa, kwa nguvu Bwana usiondoke, kwa nguvu Bwana usiondoke, kwa nguvu makofi. Haleluya. Nasema mpigie Yesu makofi. Haleluya, haleluya. Nakwambia mpigie Yesu makofi. Haleluya, haleluya. Haleluya, mpigie Yesu makofi. Haleluya, mpigie Yesu makofi. Asante Yesu.